Kila siku maelfu ya watu husafiri, wengine wanaenda kazini, wengine wanaenda kutembelea ndugu au wazazi, wengine wanakwenda likizo na wengine wanakwenda kufanya biashara. Lakini kitu cha kushangaza ni kwamba watu wengi hawapotezi pesa zao au mizigo yao kwa sababu ya bahati mbaya. Wanapoteza kwa sababu ya makosa madogo madogo ambayo hata wao hawakuyapa uzito. Makosa ambayo nikikwambia hivi leo unaweza ukasema hili huwa nalifanya kila nikiwa nasafiri, na wakati mwingine kosa moja tu linaweza kuharibu safari nzima. Sasa leo nitakwenda kukuonyesha mambo matano ambayo hupaswi kabisa kufanya ukiwa safarini, na hakikisha unabaki mwanzo hadi mwisho, kwa sababu jambo la mwisho ndio watu wengi hulipuuzia, lakini ndio linalowaingiza kwenye matatizo makubwa. Twende sawa. Jambo la kwanza ambalo hutakiwi kulifanya ukiwa safarini ni kutangaza kwamba unaondoka au umeondoka nyumbani. Hii imekuwa tabia ya watu wengi siku hizi. Safari haijaanza vizuri, tayari mtu ameshaweka status, bye bye da. Mwingine anasema tupo Zanzibar kwa wiki moja, na mwingine atasema safari ya Arusha imeanza. Sasa hii ina madhara makubwa sana kuliko hata faida yake. Madhara yake ni makubwa sana. Ukishatangaza kwamba umeondoka kwa mtu mwenye nia mbaya, hiyo inaweza kumaanisha kitu kimoja tu, kwamba kwa sasa nyumba imebaki tupu, hakuna mtu, au ndani ya ile nyumba kuna mfanyakazi tu mmoja, au kuna mtoto wa kike tu peke yake amekaa. Na usije ukashangaa kwamba ukirudi kutoka kwenye safari zako ukakuta mlango wako umevunjwa au vitu muhimu havipo. Hii inakuwa mara nyingi umesababisha wewe mwenyewe, kwa sababu watu wengine hajawahi hata kucomment kitu kwenye posti zako, lakini wanaona kila ambacho unakiweka. Si hilo tu, katika jamii tunayoishi si kila mtu anayefurahia kuona mwenzake akipiga hatua. Ukitangaza kwamba unaenda Zanzibar au unakwenda Dar au sehemu nyingine ambayo watu wengi wanaamini kuna fursa nyingi, wengine wanaweza wakaanza kutazama kwa wivu, na wengine wanaweza pia wakufanyia ushirikina. Hii pia inawezekana. Sisi ni Waafrika, tunajuana, kwa hiyo haina haja ya kuficha ficha. Watu wengi wanaamini kwamba ukienda sehemu kama Dar au Zanzibar, wanaona kama ukifika kule unaokota tu zile pesa, wanaona kama huendi kupambana. Ukifika tu unachukua pesa zako unarudi, unakuwa tayari umefanikiwa. Sasa ili kujiepusha na haya yote haya, ni vizuri ukaondoka kimya kimya. Watu wenye busara mara nyingi wanafanya hivi, wanaondoka kimya kimya, wanamaliza walichokwenda kufanya, halafu ndio wanashare picha na kumbukumbu zao. Safari yako ni furaha yako, si lazima iwe taarifa kwa dunia nzima. Jambo la pili, usionyeshe vitu vya thamani hadharani. Hebu fikiria, upo stendi, unatoa pochi, unaanza kuhesabu noti moja baada nyingine, au unatembea huku umeshika simu ya bei ghali sana mkononi mwako. Unajua unafanya nini? Kama hujui, ni kwamba unawatamanisha wezi. Unawapa watu taarifa kwamba una kitu cha thamani. Na kumbuka, wezi huwa hawakurupuki tu. Wezi hawamfuati mtu bila sababu, huwa unachunguza kwanza. Wanatafuta nani ana simu nzuri, nani ana fedha nyingi, nani yuko bize na simu yake kiasi kwamba haangalii mazingira. Halafu wanasubiri sekunde chache tu wafanye tukio lao. Ndio maana watu wengi huibiwa huku akisema, sikujua hata ilichukuliwa saa ngapi. Toa pesa zako pale tu inapohitajika, ukimaliza zirudishe haraka. Usitembee huku ukionyesha mali zako kama vile ni maonyesho. Jambo la tatu,
usilale usingizi mzito bila kulinda mizigo yako. Safari ndefu huchosha sana na hakuna ubaya kwenye kulala, lakini kulala bila mpango ni kosa kubwa sana. Wapo watu ambao wanaofanya kazi yao kwa kusubiri tu abiria afumbe macho. Ukilala wanaondoka na begi lako taratibu. Wakati mwingine wanashuka kituo ambacho kinafuata na wewe unaendelea kulala. Unaamka baada ya masaa mawili, unaanza kutafuta begi, ndipo unagundua limekwenda na ndani yake pengine kulikuwa na nguo, pesa, vyeti au hata passport. Ndio maana kabla hujalala hakikisha kwamba begi lako liko sehemu salama sana, na ikiwezekana lifunge kwenye miguu au lishike karibu na mwili wako. Usingizi unaweza kurudi, lakini mizigo ikipotea inaweza kuchukua miezi mingi sana kurudisha, au pengine isirudi kabisa. Jambo la 4, usikubali chakula au kinywaji kutoka kwa mtu usiyemjua. Safari huwakutanisha watu wengi sana. Unaweza kukaa pembeni ya mtu ambaye anaonekana ni mpole sana, anaongea vizuri, anacheka, anaonekana mwenye heshima sana. Baada ya dakika chache anakwambia, kaka chukua soda, au dada kula biskuti. Na kwa sababu umeona ni mtu mzuri, unajisikia vibaya kukataa, lakini ukweli ni kwamba hujui huyo mtu ni nani. Kuna matukio mengi sana ambapo watu huwekewa dawa kwenye vinywaji au chakula ambacho wanapewa, na dakika chache baadaye wanaanza kusinzia au kupoteza fahamu kabisa, au hata kushindwa kujitambua. Wanapoamka simu zao huwa hazipo, pesa zao zimekwenda, mizigo imepotea, na mbaya zaidi hawakumbuki nini kilichotokea. Usione aibu kukataa kwa heshima. Afadhali mtu akuzanie unadharau kwa dakika moja kuliko ulie kwa sababu umepoteza kila kitu. Na jambo la 5 ambalo ni la mwisho, usiamini kila anayejitolea kukusaidia. Hii ndio pointi ambayo watu wengi huangukia. Mtu anakufuata, anaonekana ni mkarimu sana, anakwambia vipi nikuonyeshe njia, au anakwambia ngoja nikubebee begi lako, au njoo huku ndiko magari ambapo yanaondokea. Kwa sababu una haraka unamwamini, lakini si kila anayekusaidia ana nia njema. Wengine wanataka kujua unaenda wapi, wengine wanataka kuona una nini kwenye mizigo yako, na wengine wanatafuta nafasi ya kukuibia. Hii haimaanishi kwamba kila mtu ni mbaya, hapana, lakini usalama huanzia na tahadhari. Ni bora kuuliza askari, wafanyakazi rasmi wa eneo hilo, au watu wanaotambulika kuliko kumwamini mtu yoyote anayekufuata barabarani na kutaka kukusaidia. Sasa safari inaweza kuwa moja kati ya vitu vizuri zaidi maishani, lakini kumbuka, ajali nyingi za safari hazianzii barabarani. Zinaanza na maamuzi madogo ambayo ulizani hayana madhara. Sasa naomba uniambie hapo chini kwenye comment, ni lipi kati ya haya umewahi kuliona au hata kulifanya mwenyewe? Lipo japo moja, niambie hapo chini kwenye comment. Na kama una pointi nyingine muhimu ambayo kila msafiri anapaswa kuijua, basi pia iandike hapo chini kwenye comment na mimi nitaipitia. Na kama umefurahia video hii, basi usisahau kusubscribe video hii, like video hii, share video hii kwa watu wengine, ili na wao wapate kujifunza mambo mengi zaidi kuhusiana na mambo ambayo hawataki kufanya wakiwa safarini. Tutaonana kwenye video nyingine. Shukran sana.